Kapteni Ibrahim Traore alizaliwa mnamo 1988 na hapa ilikuwa katika mji wa Bondoukoui magharibi mwa Burkina Faso. Alijiunga na jeshi la Burkina Faso na kushiriki katika operesheni mbalimbali za kijeshi, hasa katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo ambalo limekumbwa na machafuko ya wanamgambo wa Kiislamu. Kabla ya kuongoza mapinduzi ya kijeshi mnamo Septemba 2022, Traore alikuwa kamanda wa kikosi maalum cha jeshi kilichopelekwa katika eneo la Kaya kaskazini mwa Burkina Faso. Mnamo tarehe 30 ilikuwa Septemba 2022, Captain Traore aliongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyomondoa madarakani Luteni Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba, ambaye naye alikuwa ameipindua serikali miezi michache kabla. Mapinduzi haya yalichochewa na kutokuridhishwa kwa jinsi serikali ya mpito ilivyoshughulikia tishio la wanamgambo wa Kiislamu katika maeneo ya kaskazini na mashariki mwa nchi hiyo. Baada ya mapinduzi haya, Traore alitangazwa kuwa rais wa mpito wa Burkina Faso kwa wakati huo. Kapteni Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, amekabiliwa na majaribio kadhaa kuhatarisha maisha yake na nafasi yake ya uongozi. Ingawa idadi kamili ya majaribio haya hayajawekwa wazi, vyanzo mbalimbali vimeripoti kuwa matukio haya aliyofanyiwa Traore yalikuwa ni hatari zaidi na yalikuwa yanatishia usalama wa maisha yake na nafasi yake ya kiuongozi. Itakumbukwa kuwa mnamo Septemba 2023 ilikuwa ni tarehe 6, lilifanyika jaribio la mapinduzi, lakini jaribio hili lilizimwa kama umeme wa TANESCO chini ya serikali ya Captain Ibrahim Traore, kidume wa Afrika. Serikali ya mpito ya Burkina Faso ilitangaza kuwa ilizuia jaribio la mapinduzi lililofanyika tarehe 26 Septemba 2023. Maafisa wa kijeshi na washirika wao walipanga kushambulia taasisi za kiserikali na kuleta machafuko nchini humo, na idara ya kijasusi na usalama ziliokamata baadhi ya wahusika, huku wengi wakisakwa kwa sababu walitoroka na kukimbilia mbali. Inaelezwa katika jaribio hilo wengine waliondoka nchini kabisa na kwenda nchi za mbali, yani ugaibuni, huku Captain Traore akibaki nchini kwake kwa usalama zaidi. Lakini pia mwezi Disemba ilikuwa 2024, baada ya Captain Ibrahim Traore kuvunja serikali na kumfuta kazi waziri mkuu, alikabiliwa na matishio mengi sana ambayo yalihatarisha uongozi wake na maisha yake kwa ujumla. Inaelezwa kuwa mnamo Septemba 2024, Captain Traore alimfuta kazi waziri mkuu Abdel Joachim Kendel Ditembela na kuivunja serikali nzima. Ingawa sababu rasmi hazikutolewa, ila hatua hii ilikuja katika kipindi cha machafuko na mvutano wa kisiasa na changamoto za kiusalama nchini Burkina Faso. Inakumbukwa pia mnamo Juni 2024 kulikuwa na ripoti za jaribio la kumpindua Rais Traore, ambaye walinzi wake 12 walikamatwa kwa tuhuma za uhaini baada ya jaribio hilo kufeli. Kwa hivyo walinzi wa Traore walijaribu kumdouble cross, ama walijaribu kumzunguka Traore na kutaka kufanya mapinduzi. Na Agosti 2024, Traore alizungumzia kuhusu jaribio la vuguvugu ama la kuvuruga utulivu wa nchi, jaribio ambalo liliweka maisha yake hatarini, na Captain Traore akasisitiza umuhimu wa kudumisha amani na usalama nchini Burkina Faso, huku akionyesha ujasiri wa kupambana na vitisho vyote ambavyo vilikuwa vikitokea dhidi yake. Katika miaka ya hivi karibuni, Ibrahim Traore amekuwa akijaribu kupambana na ukoloni mamboleo, jambo ambalo limekuwa likisifiwa na Waafrika wengi sana. Ibrahim Traore katika nyakati tofauti amekuwa akionekana akitembea katika mavazi ya kijeshi, wengi wakisema kuwa anakuwa akijihami. Uvaji wake wa kuvaa magwanda ya kijeshi huku kiunoni akiwa na bastola na akiwa amejikoki kama mtu anayeenda kupigana vitani kumempa umaarufu sana, kwa sababu watu wengi wamemuona kama rais wa tofauti. Pia Ibrahim Traore, kapteni huyu, anaonekana kutokuziamini kabisa nchi za Afrika, na mara nyingi hata anapohudhuria katika mikutano ya Kiafrika
huwa anajikoki, yani anatembea akiwa amevaa kijeshi, ameweka bastora yake kiunoni, lakini pia anakuwa amevaa gadi, yani vizuizi vya kuzuia risasi. Mara kadhaa watu wamekuwa wakimshambulia kwa kusema kuwa kuna nyakati alienda kule Urusi kuonana na Vladimir Putin, lakini katika wakati huo alikuwa hakuvalia kiunoni silaha yake, yani bastora, ambayo amekuwa akionekana kuwa anatembea nayo anapohudhuria katika mikutano katika nchi za Afrika. Watu wengi wamesema kuwa hauamini sana usalama wa Afrika, wala hauamini ulinzi ambao anapewa akiwa Afrika. Na hivyo inaelezwa kuwa alipokuwa kule Urusi kwa Vladimir Putin alikuwa anaonekana kuwa comfortable, na hivyo ndio maana hakuweza kubeba silaha yake. Katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la hisia za kupinga ukoloni na ushawishi wa kigeni nchini Burkina Faso, na hatua kadhaa zimechukuliwa. Hatua kama vile kubadilisha mavazi ya majaji kutoka yale ya asili ya Kifaransa hadi nguo za kitamaduni za Kiafrika zinaonyesha jitihada za kudumisha utamaduni na kujitegemea. Nchi ya Burkina Faso inafanya jitihada za kujitegemea kiuchumi, lakini nchi hii inategemea kilimo na uchimbaji wa madini, hasa dhahabu, ingawa inakabiliwa na changamoto za kiusalama kama ambavyo imeelezwa hapo awali. Kwa ujumla, Burkina Faso inapitia kipindi cha mpito chenye changamoto nyingi, ikijitahidi kudumisha usalama, utulivu wa kisiasa na maendeleo ya kiuchumi. Lakini licha ya hayo yote, bado Ibrahim Traore ameonekana kuwa miongoni mwa marais ambao wanasifika sana Afrika, na hii ni kutokana na maamuzi yake ya kishujaa, lakini pia namna ambavyo amekuwa akiliongoza taifa la Burkina Faso. Inaelezwa kuwa Ibrahim Traore aliwahi kutaka kuachana na ngazi yake ya uraisi, lakini wananchi wakaandamana wakimsihi kuwa tafadhali aendelee kubakia. Hiyo ni wazi kuwa wananchi wa Burkina Faso wanayo imani kubwa sana na Kapteni Ibrahim Traore. Historia ya Traore inaonyesha wazi kuwa Afrika bado inahitaji nguvu kubwa kuhakikisha maisha ya watu wa Afrika yanabadilika na kuwa imara. Traore ni miongoni mwa marais ambao wanaamini kuwa Afrika inaweza ikajitegemea bila ya kumtegemea mtu yeyote, ikiwa na maana bila ya kutegemea mataifa ya Ulaya. Ibrahim Traore amekuwa ni mfano mojawapo kati ya marais imara ambaye amekuwa akijilinda, akiweka vizuri uchumi wake, utawala wake, pasina kufuata miongozo ya mataifa ya Ulaya. Ibrahim Traore ni mfano mzuri sana wa marais wenye msimamo, ambaye alikuwa akilinganishwa na marais wengine kama Muammar Gaddafi, Rais Magufuli wa Tanzania, na marais wengine kama Kwame Nkrumah wa kule Ghana. Mambo mengi yamezungumzwa kuhusiana na Ibrahim Traore, lakini hawajamaliza yote, na hata mimi nikisimulia siwezi nikamaliza yote. Mimi ni mtu safi aka mtu poa. Hii ni Funny Facts, na hiyo ilikuwa ni simulizi ya Captain Ibrahim Traore, rais wa mpito wa Burkina Faso.